ni kwa mara ya kwanza katika historia ya uwepo wetu wa halmashauri yetu kwamba lengo la ukusanyaji wa mapato lililopaswa kutimizwa tarehe 30 mwezi Juni. Kwa mara ya kwanza hii ieleweke kwamba lengo la mapato tulilokasimiwa na serikali kukusanya itakapofika tarehe 31 mwezi Juni. Tumevunja rekodi ya kutimiza lengo hilo tarehe 26 mwezi Aprili. Kwa hiyo tofauti ni kubwa sana. Ni tofauti ya takriban miezi miwili kabla ya muda ambao tulipangiwa. Lakini katika historia pia ya uwepo wa manispaa yetu kama nilivyoeleza hapo awali, hata mwaka uliopita wa fedha tulikuwa tumepangiwa kukusanya bilioni 47. Katika mwaka huu tunaovunja rekodi tulikuwa tumeongezewa bilioni 6 zaidi. Kwa hiyo tumeenda kukusanya bilioni 53 ndani ya pungufu ya mwezi miwili. Ndio maana ameona waheshimiwa madiwani wamesimama kwa ajili ya kupongeza management kwa ufanisi huu mkubwa. Hatutoi taarifa hizi kwa maana ya kujinasibu au vinginevyo. Unapokuwa umekamilisha kukusanya mapato kabla ya ule muda wa kisheria kukamilika, maana yake ni nini? Inakupa nafasi ya kushughulikia shughuli zote zilizowekwa katika mpango wa budget katika mwaka husika kuweza kutimizwa katika mwaka husika. Unapokuwa umekusanya mpaka tarehe 31 mwezi Juni kutimiza lengo la makusanyo, hatari ni kwamba shughuli zilizopangwa kufanyika zitakuwa hazikufanyika kwa sababu fedha zilikuwa hazijakusanywa. Kwa hiyo utahama kwenda kutekeleza hizo shughuli za mwaka huu katika mwaka unaofuata kwa sababu umekusanya mpaka tarehe ya mwisho. Mafanikio haya yametokana na namna ambavyo wananchi wa manispaa ya Temeke wamevyoitikia wito wa halmashauri yao, namna wananchi wa manispaa ya Temeke walivyo na kiu kubwa ya maendeleo, wamelipa tozo mbalimbali za halmashauri kwa wakati husika. Sasa mimi kama mtendaji ambaye najua jukumu hili lilivyo uzito wake, ndio maana uliniona nimesimama kwa kuanza kuwashukuru wananchi. Na mara kadhaa nimekuwa nikiwashukuru wananchi, na hapa naomba nirudie kuwashukuru wananchi wa manispaa ya Temeke kwa namna ambavyo wametukopesha imani ya kulipa tozo na ushuru mbalimbali wakitudai sisi maendeleo. Na mimi niko hapa nimesimama kueleza kwamba fedha hii itatumika kwa weledi na uadilifu mkubwa. Ni miradi ya kimkakati tunaenda kuitekeleza kuanzia mwezi wa 7. Tunaenda kujenga shule 5 kubwa za mfano. Kila shule moja itakuwa na madarasa 50. Kwa maana itakuwa ni majengo yenye ghorofa 5. Na nyinyi mtajua kwamba ndani ya manispaa yetu ya Temeke hatuna shule za namna hiyo. Na possibly ndani ya Tanzania yetu kama zipo zitakuwepo chache. Ni moja ya mkakati mwingine ya mradi mwingine wa kimkakati ambao tunaenda kutekeleza ni kileta wananchi wa manispaa ya Temeke ya kutokuwa na stendi kubwa ya magari yanayoelekea kusini. Mnafahamu kwamba Magala ni kitovu chetu cha kibiashara. Na kama hatutoimarisha ile stendi tutakuwa tutendi haki. Kwa hiyo tunaenda kujenga stendi kubwa na ya kisasa sana kupitia mapato yetu ya ndani. Hii ni miradi ambayo wananchi wametutaka tuitekeleze kupitia makusanyo haya. Ni waombe tu watumishi waweze kusimamia miradi ambayo imeelekezwa, na kwa bahati nzuri mkurugenzi yeye ametoa maelekezo kwamba miradi yote iliyokuwa kwenye budget ya 2024-2025 iende itekelezwe kwa sababu pesa ipo. Na hili sasa tunawaomba sasa watumishi kupitia mkurugenzi kuhakikisha viporo vyote vilivyoko kwenye mitaa yetu, vilivyoko kwenye kata zetu basi vinatekelezwa kwa sababu hakuna sababu yoyote ya kukinzana na utekelezaji huo. Lakini kingine tunafahamu baada ya mvua hizi miundombinu yetu imeharibika. Kwa hiyo tunao mkakati na mpango wa kuhakikisha tunarekebisha barabara zote ambazo zimeharibika na hizi mvua za masika. Na mpango upo na ninaamini watumishi kupitia mkurugenzi wataweza kutekeleza hili bila shida yoyote. Mimi ni mshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wakati wote akituasa tuhakikishe tunatekeleza majukumu yetu. Kwa sababu yeye anafanya kazi kubwa. Na nyinyi ni mashahidi, nchi yetu yote karibuni miradi mbalimbali imetekelezeka. Ukifika mahali mkoa wote, ukifika kata, wilaya, hutoacha kusikia Mama Samia ameleta fedha kiasi fulani, zimetengeneza shule, zimetengeneza hospitali na huduma mbalimbali za kijamii.
Kwa hiyo mimi wito wangu kwa wananchi kwa ujumla, kwa kuwa mwaka huu 2025 tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu, yani wananchi wote tumfute jasho Mama Samia Suluhu Hassan kwa kumpa kura za heshima, kura za kimbunga, kura zijae zimwagike. Tukifanya hivyo tutakuwa tumemfanyia haki na tutakuwa tumemtia moyo kwamba wananchi tumethamini kile ambacho rais amekifanya.